watu waachwe wawe huru, waseme kwa uhuru. Kama Chadema tukianza kuzuia watu wetu kusema, hivi mnataka wananchi wakasemee wapi? Mvutano ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema umezidi kushika kasi kati ya kundi linalojiita G55 ambalo linapinga msimamo wa chama hicho wa kutokushiriki katika uchaguzi mkuu mwaka huu endapo mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi hayatafanyika. Hoja tofauti zimeibuliwa na kundi hilo. Sasa kwa sababu chama kimekataa kusaini kanuni na kwa sababu kwa maana hiyo hakitashiriki uchaguzi, hatma ya G55 inapaswa irudi pale pale walipoishia kwenye waraka wao. Katika kuziangalia hoja hizo, nimemwalika mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ansbert Ngurumo kumulika hoja hizo. Kwanza, anaanza kueleza juu ya mpasuko huo ndani ya Chadema, kama unakijenga chama ama unakibomoa. Unazungumzia mpasuko Chadema na athari zake kwa chama. Kimsingi, huu mpasuko unakuzwa. Si mpasuko wa kushtua sana na si mpasuko wa kuleta uharibifu. Huu ni mpasuko wa maoni, ni mpasuko wa mijadala, na kwenye chama ambacho kwa jina na kwa tabia na kwa mwenendo, kwa utamaduni na kwa historia kinajinasibu kama chama cha demokrasia, huu mpasuko una afya kwa chama. Kwa sababu wanachama wanapojadiliana, wanapobishana, wanapotofautiana, ndipo wanapokuja kupata mawazo mazuri zaidi. Na ndio ilikuwa sababu ya kuunda vyama vingine mbali na Chama cha Mapinduzi, ili watu wapate kuunganisha mawazo yanayotofautiana na kupata kitu kimoja. Sasa kinachohitajika ni viongozi wa chama kujua namna ya kuratibu mawazo yote wanayopenda na wasiopenda ili yaweze kukifaa chama, badala ya kuyafanya mawazo kinzani yaonekane kama ni hatari kwa chama. Kwa hiyo mimi nafikiri mpasuko huu wa mawazo kwa Chadema una afya kwa chama iwapo viongozi wataona busara hiyo, na kama wana hekima ya kutumia mawazo wasioyapenda kuyaunganisha na wanayoyapenda, wakapata kitu bora zaidi kinachounganisha wote. Baadhi ya ambao wameonekana kwenda kinyume na msimamo wa chama wameondolewa kwenye nafasi zao, kama Catherine Ruge. Je, uamuzi aliochukua Tundu Lissu unautazamaje? Uko sawa? Mahali popote nafasi za kuteuliwa hutenguliwa vile vile. Kwa hiyo ukiteuliwa na mtu au ukiteuliwa na kamati, ukiteuliwa na chombo chochote kwa jambo lolote, tarajia kwamba vile vile kuna uwezekano wa mamlaka hayo hayo kukutengua. Kwa hiyo kilichotokea kwa Mwita na kwa Catherine ni kitu cha kawaida katika utendaji na uendeshaji wa taasisi. Aliyewateua amewatengua. Sasa amewatengua kihalali, amefuata utaratibu. Hayo ni maswali mengine, lakini ametimiza wajibu wake kwamba haridhiki kwamba watu hawa wanaweza kukaa naye ofisini wakafanya jambo lao likaenda jinsi ambavyo yeye angependa liende. Kasoro ninayoiona ni kwamba katika utenguaji wa namna hii kwa mazingira kama haya, mwenyekiti anatengeneza mazingira kwamba yeye hataki mawazo kinzani, ananyamazisha. Kwa hiyo wapo watakao mtafsiri kwamba huyu ni mwenyekiti wa kunyamazisha wengine wanaotofautiana naye, na si hulka tunayoijua hata kwake mwenyewe. Kwa hiyo hata kama mko ofisi moja, si lazima mfanane maoni, si lazima muende pamoja kwa kila kitu. Ukinzani na upinzani miongoni mwenu ni hatua nzuri sana ya kuboresha jambo lenu. Kwa hiyo nafikiri kila mtu atalihukumu anavyojua, lakini mimi naliona hivyo. Miongoni mwa hoja za G55 wanasema kuwa kwa muda ambao umebaki ni vigumu sana kuzuia uchaguzi kwa sababu hawaoni kama kuna mkakati madhubuti wa kutekeleza hilo. Una maoni gani juu ya hoja hii? Maoni yangu ni kwamba ni kweli muda wa kuelekea uchaguzi mkuu ni mfupi, kwa sababu kama chama kwa mfano kingekuwa kinagombea, kuna mikakati ya kuandaa wagombea, kuandaa majimbo, kutafuta fedha na vitu vingine vyote vya kisheria ambavyo chama kinapaswa kivipitie ili kiweze kugombea.
Maandalizi ya kuzuia uchaguzi siwezi kuwaamulia kwa sababu sijui wanataka kuuzuia vipi. Nimesikia juzi mwenyekiti Lissu anatangaza kwamba watauzuia kwa kuandamana siku ya uchaguzi. Kama huo ndio mkakati, mimi siwezi kumwamulia. Wanaopingana na msimamo wa chama wa no reform no election wanasema endapo Chadema haitashiriki uchaguzi mkuu itapoteza mvuto kwa umma na itadhalilishwa kwa propaganda na hata kudhoofika. Kwa upande wako hili unakubaliana nalo, ukizingatia msimamo wa Chadema ni kutaka mabadiliko kwanza ili chaguzi ziwe huru na za haki, na pia ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa uchaguzi upate kukoma? Mimi nadhani mahitaji ya mabadiliko ya kimfumo katika mfumo wa utawala wa nchi na mahususi kwa ajili ya mifumo hii ya uchaguzi si ya Chadema peke yake, wala si ya viongozi wa Chadema peke yao. Haya ni mahitaji ya Watanzania wote wanaotaka mabadiliko, kwa sababu hali halisi ilivyo si nzuri, na mabadiliko haya hayajaanza leo, msukumo huu haujaanza leo. Kwa hiyo nafikiri ni vizuri tuliweke wazi kwamba wanachofanya Chadema ni cha umma, sio cha chama peke yao. Wao wanaongoza, umma upo nyuma yao. Sasa miongoni mwao kuna mawazo, twende hivi, twende vile, tuanze hiki, tuanze na kile. Hayo ni mawazo tu, na hakuna taasisi ambayo ina mawazo yanayofanana asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo nadhani tuyaache yaende, kwamba wanataka mabadiliko kwanza, kila mtu anataka hivyo. Tunachozungumza ni uhalisia wa kuyapata kabla ya Oktoba, na kwamba yasipopatikana kabla ya Oktoba tufanye nini. Nadhani huo ndio mjadala ulio mezani, na tunavifahamu chama cha siasa chochote kile lengo kuu la kwanza ni kushika dola. Kwa hiyo Chadema inapaswa ifanye jambo lolote lile linaloiruhusu, linaloiwezesha kupata upenyo wa kushika dola. Sasa mchakato na mkakati, hao ni masuala ambayo uongozi utaweka, na wafuasi wataona, wanachama wataona, mashabiki wataona. Matokeo ndio yatakayojibu kama walikuwa sahihi au walikosea. G55 wanasema kuwa chama kitakosa relevance kwa umma. Chama kinakosaje relevance kwa umma ukizingatia kinataka mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ili umma utendewe haki katika chaguzi hizo? Hili nalo ni la mjadala, kwa sababu hatuwezi kuvuka daraja kabla kufika mtoni. Ila kisiasa, kijumla jumla ni kwamba uchaguzi unaimarisha chama. Upate kura nyingi, upate chache, matokeo ya uchaguzi ni zaidi ya aliyetangazwa na ambaye hakutangazwa. Kuna mshikamano unaotokana na uchaguzi, kuna hamasa inayotokana na uchaguzi, kuna madhila yanayotokana na uchaguzi, na kuna matokeo ya uchaguzi. Yote haya yanaleta hamasa inayoweza kuimarisha au kubomoa chama. Sasa siku 90 za uchaguzi, za kampeni, ni siku za kukifanya chama kionekane, kisikike, kilete mvuvumko wa hali ya juu. Sasa hiyo movement ikiachwa, athari yake haiwezi kupuuzwa. Nadhani ndicho kitu wanachozungumza G55, kwamba tukiacha tu hivi, je, baada ya Oktoba tutakutana tunaulizana kitu gani? Kwa sababu huko tulikotoka tumeona vyama vilivyofanya tabia hiyo na vilikoishia. Je, ndiko tunakotaka kwenda? Nadhani ni swala linajadilika bado, sio hitimisho. Swala la Chadema kukosa ruzuku limegusiwa na G55, wakihofia endapo hawatashiriki watakosa ruzuku. Je, ni sawa kuingia kwenye uchaguzi ambao chama kinaamini hauendeshwi kwa uhuru na wala sio wa haki kwa sababu tu ya kuogopa kukosa ruzuku? Ruzuku kama matokeo ya kushiriki uchaguzi. G55 sijaona mahali popote ambapo G55 inasema kwamba sababu pekee ya wao kutaka chama kiingie kwenye uchaguzi ni kwa sababu ya ruzuku. Hii ni sababu moja wapo tu. Wametaja sababu nyingi, wana hoja nyingi sana, lakini ya ruzuku imetajwa kama moja wapo. Sasa wanaoitumia ruzuku kama sababu ya kukejeli watu hawa kutaka kushiriki uchaguzi, nadhani wanafanya hivyo tu kwa sababu ya kuwabeza. Lakini huwezi vile vile kukataa umuhimu wa ruzuku katika kuendesha chama. Ruzuku ni moja ya vyanzo tu ya mapato ya chama. Ni moja ya nyenzo ambazo chama kinazihitaji ili kujiendesha, na tumeona vyama visivyopata ruzuku jinsi vinavyohangaika.
na tumeona jinsi vyama vinavyopata ruzuku vinavyoneemeka na vinavyoimarika. Je, tunaweza tukasema kuwa baadhi ya wanachama wanaopingana na msimamo wa no reforms no election wamekata tamaa juu ya mapambano ya kupigania mfumo huru wa uchaguzi nchini, hivyo wanaona bora uchaguzi kuliko uchaguzi bora? Kwanza, hawapingi no reforms no election. Wao wameandika waraka, umejieleza vizuri sana, wanataka kuboresha mkakati wa no reforms no election. Hawapingi, wanashauri, wanaboresha. Sasa wanaosema wanapinga, nadhani wanataka kutwist tu maneno yao na kuwakejeli. Na la pili ni hili, kwa kushauri hivyo, huwezi kusema kwa kushauri hivyo wamekata tamaa ya mapambano. Kimsingi wao wako tayari kwa mapambano katika hali ngumu, maana tunafahamu mapambano ya kisiasa na yenyewe ni survival of the fittest. Sasa kama ukitangaza unyonge wako, ndio unakuwa umekata tamaa ya mapambano. Ukisema tusishiriki, ndio unakuwa umekata tamaa ya mapambano. Ukinyosha mikono, mimi simwezi huyu kwa sababu ataniumiza, ndio unakuwa umekata tamaa ya mapambano. Hawa G55 hawajakata tamaa, ila wanasema pamoja na hali ngumu iliyopo, sisi kujiondoa kwenye mfumo wa uchaguzi kizembe tu na kulialia ni sawa na kujiua kisiasa. Kwa hiyo tuwe wabunifu, tuwe wastahimilivu, tuwe wavumilivu, tutafute mbinu za kushinda katika mazingira magumu. Hawa huwezi kusema kwamba wamekata tamaa. Na hivi sasa ni rasmi kabisa kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakitashiriki kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu. Hatma ya G55 ambao walisema kuwa wangeshiriki katika uchaguzi mkuu ni ipi? Mwishoni waliandika kwamba iwapo chama hakitasikiliza hoja zao, yani kikazipuuza na kikaendelea na msimamo wake wa awali, basi na wao wangeachana na hoja yao, wangesimama na chama. Sasa kwa sababu chama kimekataa kusaini kanuni, na kwa sababu kwa maana hiyo hakitashiriki uchaguzi, hatma ya G55 inapaswa irudi pale pale walipoishia kwenye waraka wao, kwamba sasa wanarudi mstarini, wanaunga mkono hoja ya no reforms no elections kwa muktadha wa kuzuia uchaguzi bila kushiriki uchaguzi. Tukielekea ukingoni mwa mahojiano haya, tuzungumzie suala la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu kufunguliwa mashtaka mawili. Shtaka mojawapo ni shtaka la uhaini ama kosa la uhaini. Hili unalizungumziaje? Je, ni haki? Maana anapigania swala la uwepo wa mifumo bora ya uchaguzi hapa nchini. Hiki kitendo alichofanyiwa Tundu Lissu ni uhuni, ni uhuni. Kwa kweli inabidi kilaaniwe, kikemewe kila mahali. Lissu ni mwanasiasa na ni mwanaharakati. Lissu ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani, ni mwenyekiti. Lissu alikuwa kwenye kampeni za kisiasa ambazo kisheria ni halali kabisa. Lissu yuko anasimamia jambo lake na wenzake katika chama chake, na alikuwa amekusanya watu wa kutosha kabisa wanamsikiliza, unaona wanakubaliana naye. Sasa kumhujumu yeye, maana yake unawahujumu na wale waliokuwa mbele yake. Kilichofanyika ni uhuni ambao tumekuwa tunaukemea miaka yote, na kimsingi ni uzembe tu wa mifumo yetu ya kiintelijensia, kwa sababu ukiangalia wanachomkamatia Lissu na kesi wanayompatia, unaona uzembe wa kufikiri wa watu wetu, kwamba hivi Lissu kwa kusimama pale jukwaani, kwa kuzunguka mikoa yote, kwa kusema no reforms no elections, kwa kusema atazuia uchaguzi, anahatarisha maisha ya nani? Anajipanga kupindua serikali ipi? Na kama waliona kwamba anaweza kuzuia uchaguzi, wao si ndio wangeendelea kusimamia uchaguzi usizuilike? Si jana tu, juzi tu hapa walikuwa wanasaini sheria, walikuwa wanasaini kanuni za uchaguzi. Kwa hiyo maana yake uchaguzi unaendelea. Si ni wao tu wamekuwa wanamkejeli tu kwamba hawezi kuzuia uchaguzi. Sasa inakuwaje ghafla wanamkamata kwa maneno ya jukwaani? Na Lissu kwani ni mgeni kwenye siasa za Tanzania? Amesema mangapi katika miaka yote ya siasa zake? Si ndio haya? Si Lissu huyu aliyekuwa mbunge anayechachafya serikali bungeni kwa maneno makali kama haya? Si huyu? Kwani amebadilika? Na wakumbuke
Tundu Lissu amefunguliwa kesi nyingi katika kipindi chote hicho za uchochezi za aina hii, wanazibandika majina tofauti tofauti, lakini hawajawahi kumshinda kwa sababu ni kesi za kutunga, za kubumba, hazina maana. Sasa katika hali ya kawaida, kwa hii operesheni anayoenda nayo na maneno anayotumia, huyu ni kiongozi wa chama cha upinzani, anataka kuingia madarakani, anataka kuondoa walio madarakani ili yeye ashike dola. Sasa wanataka wapake mafuta. Anachozungumza ndio wajibu wake na ndio haki yake kisheria. Wanamkamata kwa sababu wana uwezo mdogo wa kufikiri juu ya jinsi ya kudhibiti wapinzani. Na si mara ya kwanza, waliyafanya kwa Mheshimiwa Mbowe miaka kama 3 iliyopita, yakabumburuka, yakawaaibisha. Wameyafanya juzi dhidi ya Dr. Wilbrod Slaa, yakabumburuka, wakaachana nayo. Sasa hata hii wataachana nayo. Wamemwonea, wamwachie arudi afanye siasa zake. Naam, alikuwa ni mchambuzi wa masuala ya siasa Ansbert Ngurumo akitupitisha katika uchambuzi juu ya mvutano ambao upo ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kati ya kundi ambalo linajiita G55 ambalo linapinga msimamo wa chama hicho wa kutokushiriki uchaguzi mkuu mwaka huu endapo mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi hayatafanyika. Hadi wakati mwingine, niseme kwa heri kwa sasa.